Tarehe 16 Juni ya kila mwaka Tanzania Zanzibar huungana na nchi nyingine za Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Piro Zanzibar ni miongoni mwa asasi za kiraia inayoongoza Zanzibar na hufanya kazi ya kusaidia jamii, vijana, wanawake na watoto ili iweze kujiendeleza, kujipanga, kutekeleza na kusimamia miradi ambayo itawaletea wananchi wawe na afya njema, uelewa wa kutosha, kujitegemea na kuwajibika. Hadi sasa miradi yetu ipo katika wilaya zote za Unguja na Pemba na inahudumia jamii nyingi. Siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 Juni baada ya kupitishwa kwa azimio la nchi 51 wanachama wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU 1990 kwa lengo la kukumbuka mauaji ya kinyama waliofanyiwa watoto wa kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini. Waliuawa tarehe 16 Juni 1976 kutokana na ubaguzi wa rangi. Watoto hao walikuwa wakidai haki zao za kutokubaguliwa pamoja na haki nyingine za kibinadamu, ikiwemo haki ya kupata elimu bora na hivyo kupingana na mifumo ya elimu ya kibaguzi. Kufuatia tukio hili, OAU iliazimia kuwa tarehe 16 Juni ya kila mwaka kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Tanzania Zanzibar, ikiwa kama ni nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, imekuwa ikiadhimisha siku hii tangu mwaka 1991. Tunafanya hayo baada ya kuona uwepo na ongezeko la ajira za utotoni pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na kupelekea wanafunzi kuacha masomo yao, kujiingiza katika ajira zisizo rasmi na kuenea kwa vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia kwa watoto. Kupitia jumuiya ya Piro tunaendelea kutoa elimu. Kupitia maadhimisho haya, serikali na wadau wengine tunakumbushwa kuandaa mipango thabiti ya kuwaendeleza watoto na kukuza ufahamu wa wazazi ama walezi na jamii kuhusu utatuzi wa changamoto zinazowakabili watoto wa Afrika na kuzitafutia ufumbuzi. Piro Zanzibar inaungana na nchi nyingine za Afrika pamoja na asasi za kiraia na wadau wengine katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika. Pamoja na maadhimisho haya, kwa ndani ya kipindi cha wiki moja kuelekea siku hii, tumekuwa tukifanya uhamasishaji jamii katika swala zima la kutoa elimu. Piro Zanzibar imekuwa mdau mkubwa katika kuanzisha na kusimamia klabu za watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Maadhimisho haya ni fursa ya kutathmini utekelezaji wa sera za taifa zinazohusu maendeleo ya watoto kwa kuwapatia huduma stahiki, ikiwa ni pamoja na afya, elimu, ulinzi na malezi bora, ili kuwarithisha stadi mbalimbali na tunu za kitaifa kwa manufaa yao, familia na taifa kwa ujumla. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuzingatia usalama wa kila mtoto katika ulimwengu wa kidigitali. Kauli mbiu hii inawataka wazazi, walezi, serikali na wadau wengine na kumsihi mzazi kuwa karibu na mtoto wake na kuangalia anayoyafanya katika mitandao ya kijamii na kuzingatia usalama wa mtoto wake katika matumizi ya mitandao ya kijamii ili kupata taarifa sahihi na usalama kwake. Pia ni wajibu wetu katika kuimarisha mifumo ya ulinzi na maendeleo ya mtoto ili aweze kudhibiti changamoto ya ongezeko na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia katika mitandao ya kijamii, pamoja na kutoa haki sawa kwa watoto wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Huu ni wakati muhimu kwa wazee, walimu, jamii, serikali kuimarisha mifumo ya utendaji, sera na sheria juu ya watoto ili kupata ulinzi na uhifadhi katika maisha ya kidigitali. Licha ya jitihada na utambuzi wa serikali juu ya changamoto mbalimbali za maisha ya kidigitali ambayo yamewafanya wazee na walezi kuwa bize na mitandao, masimu, matelevision, jambo ambalo limewafanya wazee kuwa mbali na familia zao. Piro katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Kiafrika inahimiza serikali kupitia Wizara ya Habari na wadau wengine kujenga mifumo himilifu ambayo itaweka taifa na vijana salama katika changamoto mpya za kidunia za maisha ya kidigitali.